PDEC TV. Mtazamaji wa PDEC TV, ni siku nyingine ambayo tunakutana hapa kukuletea uchambuzi wa kina kabisa kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaelekea duniani, yanayoendelea duniani, hususan kwa wale wapenda mpira wa miguu. Tunafahamu CAF Confederation Cup, moja kati ya mashindano ambayo yamekuwa yakivuta hisia za watu wengi sana wamefuatilia, hususan mchezo wa Simba ambao atakuwa ugenini kucheza dhidi ya RS Berkane, moja kati ya mechi nzuri na kuvutia pia ya kwenda kuitazama. Kwa hiyo leo nakuletea hapa uchambuzi wa kina kabisa kuhusu mchezo wenyewe ambao unaenda kuchezwa kule mjini Berkane, mchezo wa kwanza ambao unachezwa siku ya Jumamosi, moja kati ya mechi bora sana. Kuna vitu kadhaa ambavyo natamani tuvipitie. Kuna records mbalimbali ambazo leo natamani nikupitishe uzione kwa timu zote hizi mbili ambazo zimecheza kufikia hapa ambapo mpaka sasa hizi wamefika. Simba yupo ugenini, lakini anahitaji sana kupata matokeo mazuri ili kwenye mchezo wa mwisho awe na mambo mazuri sana. Sasa ukiangalia kwenye mashindano ya msimu huu, tukianza na mwenyeji wa mashindano nikimaanisha RS Berkane akiwa nyumbani msimu huu, mchezo wa kwanza unachezwa ukiwa pale Morocco, ukiwa mchezo wa kwanza. Ukiangalia vizuri msimu huu Berkane ameshinda michezo 8 kati ya michezo 10 ambao amecheza. Ametoka sare mchezo mmoja, lakini amepoteza mchezo mmoja peke yake. Wana takwimu nzuri sana kwa uwiano huo. Kwenye michezo 10 ambao amecheza kuanzia tu makundi mpaka tu robo finali na nusu finali pamoja nusu finali, unaelekea mchezo wa 11 ambao Berkane wameshinda michezo 8. Wametoka sare mchezo mmoja, wamepoteza mchezo mmoja. Lakini kuna takwimu nyingine nzuri za magoli ya kufunga. Wao wamefunga magoli 18 wakiwa wameruhusu magoli 2 peke yake. Hiyo inakuonesha ni kwamba moja kati ya timu ambayo imefunga magoli mengi na kuruhusu magoli machache sana. Na kwenye hao magoli machache ambao wameruhusu, goli moja waliruhusu dhidi ya hao wanaitwa wa Afrika Kusini, Stellenbosch, ndio goli moja ambao waliruhusu, lakini goli moja wameruhusu kwenye hatua ya nusu finali walipocheza dhidi ya Constantine. Hiyo kipigo cha goli moja iko ndo wameruhusu kwenye huo mchezo. Lakini ukienda kwa clean sheet, wana clean sheet 8. Kwa kwenye michezo ambao wamecheza 10, michezo 8 hawajaruhusu goli lolote. Bahati nzuri kwao, nyumbani hawajaruhusu goli lolote kwenye mchezo nyumbani. Lakini tukienda kwa Simba Sports Club kwenye mchezo wa kwanza ambao yeye atakuwa mgeni, ukimwangalia vizuri Simba ameshinda michezo 6, draw michezo 2 na amepoteza michezo 2. Ina maana amefungwa michezo 2, ametoka sare michezo 2 na ameshinda michezo 6 kwenye hatua ya makundi, robo finali na nusu finali. Tuangalie kwenye magoli ya kufunga. Simba amefunga magoli 11, yeye ameruhusu magoli 6 na ana clean sheet 6. Amefunga magoli 11, ameruhusu magoli 6 na ana clean sheet 6. Tofauti ya clean sheet 2 kati Berkane na mzidi Simba, clean sheet ya magoli 2 ya mechi 2 nikimaanisha, lakini hata magoli ya kufunga kidogo Simba ameruhusu magoli mengi na wamefunga magoli machache. Berkane wamefunga magoli 18 na wameruhusu magoli magoli 2 peke yake. Je, hizi takwimu zinatosha kusema nani ambaye atakuwa mshindi wa mchezo? No. Tukiangalia kiufundi kuna vitu kadhaa ambavyo vya kuangalia. Kwenye timu ya Simba, mchezaji ambaye anaonekana hatari sana kwa kutengeneza nafasi ni Jean Charles Ahoua. Kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho, yeye ni mmoja wa wachezaji ambao ametengeneza nafasi nyingi. Ametengeneza nafasi 27 jumla, lakini nafasi kubwa ametengeneza nafasi mpaka sasa hivi ametengeneza nafasi 7. Zile nafasi kubwa, big chance, ametengeneza 7. Lakini mchezaji ambaye anakosa nafasi nyingi kwenye kosti ya Simba ni Kibu Denis, yeye ambaye amepoteza nafasi 5 za wazi, nafasi big chance 5 ambazo yeye ameweza kupoteza. Hii inatoa ishara gani? Inatoa ishara kwamba Simba wanatengeneza nafasi nyingi. Simba ndio timu ambayo imepiga mashuti mengi, lakini Simba ndio timu ambayo imefunga magoli machache kwenye mpaka kufika hapa tu finali. Ukizifananisha hizo timu mbili, maana yake kwamba wanafika kwenye eneo la mpinzani, wanatengeneza mashambulizi mengi, lakini uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa magoli kidogo imekuwa changamoto. Nini kinachopaswa kufanyika sasa? Kinachopaswa kufanyika, Simba kuongeza umakini kwenye eneo lao la mwisho. Eneo la ulinzi limeruhusu magoli 6. Kwenye hayo magoli 6 kuna magoli ya uzembe wa watu mmoja. Kuna kikipa hapo amefanya makosa, Abdurazak Hamza goli moja hapo amejifunga, Shefondo Malone kuna goli ambalo alifanya makosa. Kwa hiyo ukiangalia magoli 6, kama sio magoli 4, utagundua kwamba ni uzembe wa mchezaji mmoja na magoli 2 ndio amefunguliwa. Unaweza kusema sasa pale hauwezi kumlaumu mtu yote, unamsifia zaidi mshambuliaji. Lakini ukienda kwa upande wa RS Berkane, moja ya timu ambayo ina washambuliaji wengi sana hatari. Kwenye mashindano haya wana mtu anaitwa Osama
Lamlui, moja kati ya watu ambao hatari sana, tayari ameshafunga magoli 5 kwenye kampeni ya mwaka huu kuelekea hapo. Simba anapaswa kuwa mgeni. Mara ya mwisho ambao alienda kucheza na Berkane chini ya kocha Florent Ibenge, kati Simba kocha wao ni Pablo Franco, moja kati ya makocha ambao walifanya vizuri pia kwenye nyakati zake. Simba alifungwa goli 2-0 kule, lakini akaja Bongo akashinda goli 1-0. Ibenge akaweza kukubali ile wakina Ba kipindi kile, Berkane ile akina Twisila Kisinda, lakini Berkane alienda moja kwa moja mpaka kubeba ubingwa wa ule msimu. Lakini tukiangalia msimu huu baadhi ya wachezaji wa Simba ambao walikuwa kwenye kile kosi ambacho sasa hivi wapo. Ukiangalia vikosi ambavyo cha mwisho, kwa mfano anacheza Benjamin Mkapa, golini ya Daka Aishi Salum Manula, Onyango pamoja na Enoch Yanonga pacha eneo la katikati, lakini pembeni Mohamed Hussein pamoja na alicheza na Shomari Kapombe. Kip Dennis ndo mchezaji pekee kwenye eneo la mbele, kuanzia katikati kwenda mbele, ambaye amebakia kwa sababu wachezaji wengi ambao walianza, unamgundua mtu kama Kanuti alianza na Jonas Gerard Mkude kwenye eneo la kiungo, lakini Pape Osman Sako ndiye ambaye alifunga goli pekee. Wakina Medi Kagere walikuwa kwenye kikosi, na wakina au ni miongoni mwa wachezaji ambao kwepo, wakina Kope Mugalu kipindi kile, wakina Muzamiru Yasin ambao waliingia kutokea sabu. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ambayo kidogo ya tofauti. Sasa hivi wanaenda kucheza ni Simba ikiwa mpya kabisa, ina sura mpya, ina vitu vingi vipya. Kwa hiyo naona ni mchezo ambao mgumu, ni mchezo ambao Simba anapaswa kutulia. Wale ukiangalia vizuri Berkane wanapenda sana kutumia mipira iliyoenda juu, mipira cross. Osama ni moja kati ya watu ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini wana goalkeeper bora sana ambaye amefanya save nyingi, save ambazo zimewasaidia timu yake mara nyingi kubaki sehemu salama. Hiko ni kitu ambacho Simba wanapaswa kuwa makini nacho sana, kwa sababu shida inapokuja, wanapopigiwa Simba kesha mashambulizi. Na siku za karibuni imetoka tabia mbaya kwenye koste Simba kuruhusu magoli ya mashuti ya mbali. Ukiangalia Almasri walipigwa shuti goli la mbali likawa goli, mtu anapiga mbali. Jafari Kibaya alipiga goli la mbali, lakini Chambo pia. Haya, kwenye hizi michezo 5 au 6 ya mwisho unafungwa magoli 3 ya mashuti ya mbali, kidogo ileti picha nzuri sana, hasa kwa timu ambayo inawaza kuchukua ubingwa. Naamini moja ya mechi ambayo itakuwa nzuri kuitazama. Simba ana nafasi ya kufanya vizuri, lakini concentration yake kwa 100% inapaswa kuwa kwenye mchezo wao wa kwanza. Kuna taarifa hizi za mchezo kwenda kuchezwa Man Zanzibar kidogo kama inawatoa kwenye concentration mashabiki wa Simba, lakini mimi naamini hawapaswi kutoka kwenye concentration, kwa sababu Simba ana michezo miwili. Nusu finali alishinda uwanja ule ule wa Amani ambao Simba alishinda goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na Jean Charles Ahoua ambao liwapeleka finali moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi viongozi wa Simba, mashabiki wa Simba, wachezaji wa Simba, concentration yao inapaswa kuwa kwenye mchezo wa kwanza ambao utachezwa siku ya Jumamosi. Huo ndo mchezo ambao wanapaswa kuutazama kwa kina, wanapaswa kuutazama kwa macho yote, wanapaswa kutazama kwa umakini wote, ili waweze kushinda au wapate matokeo mazuri. Hata kama wanapoteza, basi wapoteze walau kwa goli moja, basi wapoteze kwa magoli machache zaidi, ili tupate nafasi ya kuona kwenye mchezo wa pili iwe kazi rahisi. Kwenye finali ya kwanza ambao walicheza kombe la washindi barani Afrika, kipindi hiko Simba alicheza na Stella Abidjan. Kule Abidjan alitoka suluhu ya bila kufungana. Yalikuwa matokeo mazuri. Nyumbani akaenda kupoteza goli 2-0. Kwa hiyo ukipata matokeo mazuri ugenini, kuna asilimia kubwa pia ya kumaliza mechi vizuri nyumbani. Berkane ni moja ya timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kufunga. Berkane ni moja ya timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kushambulia, na wamekuwa wafanisi sana wa kutumia nafasi ambazo wanazitengeneza. Sasa Simba wanachopaswa kufanya nini? Kwanza kucheza kitimu zaidi. Mimi kuna maeneo ambayo nahitaji yabadilike kwenye kosti ya Simba. Nikianza eneo la ushambuliaji. Eneo la ushambuliaji wanapaswa kuachia mpira kirahisi. Yaani sio kuupoteza, ila wanapaswa kupasiana kwa haraka zaidi ili wapate nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza hatari na kuweza kushinda. Kama hautoi nafasi ya kupasiana, ni ngumu sana kupata matokeo rahisi, matokeo mazuri. Ukimwangalia Kibu Dennis, moja kati ya wachezaji ambao anapenda kukaa mpira muda mrefu sana. Ukimwangalia Elim Panzu, ni mchezaji mzuri lakini muda mwingi naye anapenda kukaa na mpira. Kwenye mechi kama hizi, mechi finyu, uwezo kupata muda mkubwa sana, uwezo kupata uhuru mkubwa sana. Unapaswa
kuwa accurate na uwe fast kwenye kufanya maamuzi. Hiko ndo kitu ambacho anatuzidi. Lakini kwenye eneo la ulinzi, Brother Kiamza, Shefondo Maloni, Chamu Karabue, Yusuf Kagoma, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Valentin Noma, yoyote yule atakayepata nafasi anapaswa kutimiza kwanza majukumu yake, kujua nini cha msingi kwenye wakati gani. Kwenye eneo la kiungo, Fabrice Luamba Ngoma, moja kati ya wachezaji ambao wanatoa faida kubwa sana ya kupiga pasi. Kuna maoni baadhi ya watu wanasema mtu kama Jean Charles Ahoua aanzie bench, lakini wanapaswa kukumbuka kwamba Jean Charles Ahoua ndo mchezaji ambaye amehusika kwenye magoli mengi na mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi. Sasa kuna vitu viwili, kuna mpira kuutazama kwenye jicho la kiushabiki, lakini pia kuna mpira kuutazama kwenye jicho la kiufundi. Tukija kwenye jicho la kiufundi, Jean Charles Ahoua moja kati ya wachezaji muhimu, mimi kwangu mimi naona ndio ubongo wa timu. Yani yeye ndio kichwa chake kina decide timu icheze vipi. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana, anapaswa kuanza kutokana vile. Ila kitu ambacho anapaswa kukumbushwa ni kuongeza work rate yake uwanjani, kuongeza uwezo wa kupambana zaidi. Kama ataongeza hiko, naamini atakuwa nafasi nzuri sana. Mchezo wa kwanza ni mgumu, mimi siwadai chochote. Akifungwa 1-0, yes, ni matokeo ambayo yanawezekana kupindua meza kwa Mkapa. Akishinda goli lolote ile itakuwa sawa. Akitoka suluhu yoyote itakuwa ni jambo jema zaidi, kwa sababu kwenye hii michezo hatua mtoano, kitu muhimu sana sio tu kwamba unafunga magoli mangapi, lakini kitu muhimu sana ni kuangalia una balance vipi. Hapa hakuna alama tatu. Hapa tunaangalia uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa. Kama wakipata nafasi ya kuiua mechi ugenini, basi waiue, ili wakija Benjamin Mkapa au wakija Amani Complex wajue yes, tunaenda tukumalizia kazi simple. Kwa mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba, concentration yao kubwa inapaswa iwe kwenye mchezo. Na ukiangalia mechi za karibuni, kuna dimension mpya ambayo imetoka. Kuna picha mpya nzuri ambayo imetoka. Kwa mfano ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao kwa mfano mtu kama Mutale kwa siku za karibuni amekuwa na kiwango kizuri, kiwango ambacho kinavutia. Ukimfananisha na siku za nyuma, sasa hivi kidogo ameimprove na anaonesha kiwango kizuri. Kwa hiyo Simba wanaweza kutumia hiyo advantage kwa mtu kama Mutale ambaye kwanza vizuri, lakini anaonekana kumaliza vizuri. Na mimi napenda kwake kwa sababu ni mchezaji ambaye ana work rate kubwa. Sasa hivi amegundua shida ilikuwa naye, anapenda sana kung'ang'ania mpira, lakini sasa hivi amegundua kwamba ili timu iende kucheza anapaswa kuachia mpira kwa haraka sana. Sina maelezo mengi kuhusu Shomari Kapombe, moja kati ya walinzi ambao wamekuwa makini, lakini Musa Pinpin Kamara anapaswa pia naye kujiuliza kwa nafasi moja ama nyingine, kwa nini sasa hivi anaruhusu magoli ya kizembe, magoli ya kupigiwa mashuti ya mbali? Yale ni magoli ambayo yeye mwenyewe anapaswa kuyaangalia na jinsi gani ambavyo anaweza akayadhibiti. Ni goalkeeper mzuri sana, nakubali kwamba moja kati ya magolikipa bora Tanzania ambao wamekuja yeye. Kwenye ligi yetu mimi wa kwanza Diala anafuata yeye, lakini kwa kufungwa haya magoli ya mbali anapaswa pia kuboresha baadhi ya vitu. Aidha anakaa out of position muda mwingi, lakini kuna kitu kimoja mimi naamini, ukiwa goalkeeper wakati unaenda kushoto au unaenda kulia, kuna muda sio lazima uruke pale pale ulipo. Piga hatua moja, luka, kafuate mpira. Piga hatua ya pili, luka, kwa sababu mashuti ya mbali yanakupa muda wa kutafakari, tofauti na mashuti ya karibu ambayo unasema nikipiga hatua moja kuruka na kuwa nimeshachelewa. Kwa ni vitu vichache vya kuboresha, ni vitu ambavyo naamini inawezekana. Mimi nakushukuru sana mtazamaji wa PDEC TV. Usisahau kusubscribe hapo, kwa sababu uchambuzi wa kina nitakuletea hapa kwenye channel hii. Kikubwa endelea kubaki hapo. Kwenye mitandao yote ya kijamii napatikana kwa jina la PDEC_, PIDECK, unaweka alama ya underscore unanipata kwenye mitandao. Nenda Instagram ni follow, kuna habari nyingi sana. Nenda TikTok ni follow pale, kuna habari nyingi sana pia za michezo. Nenda Facebook kama PDEC TZ, pamoja na X zamani ulikuwa unatambulika kama Twitter kwa jina hilo la PDEC_. Ciao.